tunamshukuru Mungu kwa kweli kuto kuwepo kwenye hizo siku 1260. Mimi nikiwatazama wasafiri wenzangu wa kwenda mbinguni, sio kwamba labda naongea niko very serious. Nikitazama tu kuna mtu mwingine tu amekwazwa tu kidogo. Ni amesemwa tu kidogo, anaacha kanisa. Sasa kama umeweka foleni afu kuna msumeno. Unajua msumeno? Au haufahamu msumeno wewe? Acha ule msumeno mdogo, msumeno ambao meno yake ni marefu. Alafu piga mahesabu ya hicho kipara ulichonacho. Alafu peleko mbele unakata, nyuma unakata. Kama leo tu vitu vidogo vidogo. Kama leo tu hata kuwa mwaminifu kwenye matoleo ni tu. Yaani tunamshukuru Mungu atukuepo enzi hizo. Maana waliokuepo Mungu aliruhusu wawepo, maana walikuwa na ustahimilivu katika imani, lakini kimwili haiwezekani, kiroho hata kwa sasa inawezekana. Inakuwaje? Lakini basi tunamshukuru Mungu, mjumbe malaika wa kwanza unatangaza katika ulimwengu ya kwamba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana viliumbwa kwa neno la Bwana. Amina. 4, kuna kipengele cha 4 kinazungumzia habari ya saa ya hukumu. Mako Yesu aliingia patakatifu pa mbinguni mwaka gani mkutano? 1844, ambako wenzetu walihubiri akina Mila kwamba tarehe 22 vijana 22 mwezi wa ngapi? Oktoba 1844, na Yesu anakuja. Watu wakauza viwanja, wakauza viwanda, wakajaa kanisani, wakifanya maandalizi, wakiomba, wakiungamiana dhambi na kuomba toba na kuimba, wakitazamia tarehe 22 Oktoba 1844 kwamba Yesu anafanya nini? Anakuja. Hata wanaohubiri sasa hivi kwamba Yesu anakuja, dhiki inaanza mwaka wa 27 mwaka 2027. Alafu tutakuwa na dhiki ya miaka 3.5. Alafu baada hapo Yesu anafanya nini? Anashuka. Wewe tu muite kwamba kama amekuja kukwambia hivyo, mwambie tuombe, unaomba, ukishamaliza kwamba rafiki yangu wewe sio wa kwanza. Wako wenzako ambao waliohubiri mpaka watu wakauza viwanda. Lakini Yesu hakufanya nini? Akuje. Mkanganyiko haujaanzia kwako, ulianza zamani. Nataka majuzi niwaambia kwamba Yesu aje leo, aje kesho, aje 2030, aje lini, tunachojua sisi Yesu anakuja kutuchukua. Yesu asifiwe. Amen. Kwa kifupi, hawa ndio wana masalio na nini jamani, na utume wao. Wewe ni mwana masalio uliyesalia katikati ya maelfu ambao unadumu kumtukuza Mungu, unadumu kutambua kile ambacho Bwana amekifanya kwa ajili ya umati. Bwana atusaidie sana tuishi kama wana masalio. Amina. Utambulisho wako unakufanya kuwa tofauti na watu wengine. Ukiacha utambulisho wako, wapi umetoka, kanisa limepitia wapi na tuko wapi, hebu ishi kwa kutenda na kufanya kile ambacho Bwana ameweka mbele yako. Mbele yetu tuna utu